Ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu. Kwa majina mimi naitwa Isayo Leposia Laiza. Ningependa sana leo kutoa maoni yangu ikiwa ni siku ya tarehe mbili mwezi wa 11. Natoa maoni kuhusu uchaguzi uliopita ambayo kulibubikwa na maandamano ya wananchi, lakini vile vile bado INEC imemtangaza Samia kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndugu zangu, kuna vitu vichache nahitaji kuhoji. Moja, kura zilizotangazwa na INEC, hata watu wa kawaida kabisa kama sisi haina uhalisia. Haina uhalisia. Sisi sawa, nimesikia mwenyekiti wa tume amesema hakuna, baada ya kutangazwa kwa kura hizo, hakuna mtu anayeruhusiwa kuhoji mahakamani kwamba huyu mtu amefanyaje, pataje hizo kura. Ni kichekesho cha dunia. Sawa, inawezekana na masuala ya katiba, lakini sawa, mimi nasema ni kichekesho cha dunia. Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Mnaporuhusu watu wakaenda mahakamani kuhoji uchaguzi, at least hata kama mtatumia mahakama vibaya bado, lakini at least mioyo ya watu inakuwa imepata amani kidogo, kwamba mahakama ni sehemu ya kubuy time, roho za watu zipone. Hata at least roho za watu zifanyaje, zipone. Uwezi kumwambia kumpiga mtu na ukamuumiza, ukamwambia na kupangia namna gani ya kulia. Yaani kwamba wewe uambiwe kwamba sasa umepigwa, umeumizwa, ukaambiwa wewe kalie polepole. Hiyo kitu ni kitu hakiwezekani. Na mimi sijui kwa nini political mafias wa Afrika Mashariki wanafanya hivyo. Lakini niseme swala lingine ambalo ni la muhimu sana kwa sasa. Na nielekeze kwa Rais Samia. Naomba Rais Samia, usifanye revenge kwa wananchi wako. INEC imekutangaza, hakuna mahakama ya kupinga kwa sababu wamesema hivyo, na inawezekana ndivyo ilivyo. Mimi sio mtaalamu wa sheria, lakini mimi nakushauri usifanye revenge kwa wananchi wako. Walioandamana ni wa Tanzania. Ukifanya revenge, hao watu wana ndugu. Amani haitakuja. Mimi nimesema siku nyingi kwamba tendeni haki ndipo amani itakapokuja. Huwezi kulazimisha amani kwa mtutu wa bunduki. Haiji. Leo maandamano yameisha. Tumeona kwamba maandamano hayajafanyika leo na jana, lakini polisi wako mitaani wanakamata watu. Wanakamata watu all the way. Kila sehemu watu wanakamatwa. Kila sehemu. Watu wanaokotwa. Wengine ambao hata hawakuwa kwenye maandamano wanaokotwa. Na mnajua polisi wa nchi yetu watakuokota, wataenda kukuhusisha hata kama haukuepo hapo. Watakuokota, wataenda kukuweka tu kwenye hiyo maandamano hata kama haukuepo. Ndivyo wanavyofanyanga siku zote mbona. Kwa hiyo mimi namwambia Rais Samia, kuna watu ambayo watatumia hili swala vibaya sana, kukamata watu na kukutishia wewe kwamba bado watu kuna ile sawa. Mimi najua watu mioyo haijapona, lakini huwezi kuponya kwa kuendelea kukamata watu. Haya, kuna watu wamekufa, sawa? Kuna watu wamekamatwa, sawa? Unafikiri unaponyaje bila kuachia hawa watu unaoendelea kuwakamata? Utakamata nchi nzima. Utakamata nchi nzima? Mimi nashauri sana. Sijajua mastermind wa hii kitu, wa hii utawala wa Samia ni nani, but mimi najua yupo. Haiwezekani kwa akili ya kawaida akatokea, yani hata makaburu walisamehe. Mandela aliwasamehe makaburu waliomtesa miaka 27.
Lakini jambo lingine, vipaumbele ambavyo sisi tulikuwa tunasema kama Watanzania, jamani, tunahitaji kuishi kwa uhuru. Uhuru wetu ni kukataza kitu kinachoitwa utekaji. Lakini nimeona leo maandamano pamoja na vifo na vitu vingine na uapisho wa Samia, utekaji umelindwa kwa nguvu kubwa sana. Utekaji, yani kauli kilichosemwa utekaji, ambayo watu wamekemea, kanisa imefungwa, watu wameumizwa, watu wamepigwa, watu wameteswa, wanaotaja tu neno utekaji wamefanywa. Haya yote yamefanywa. Lakini Rais Samia amezunguka kwenye kampeni yake yote, hajawahi kutaja mambo mangapi? Mawili. Hajawahi kutaja neno haki, hajawahi kutaja neno kwamba napiga marufuku utekaji. Haya mambo, Rais Samia, usipotenda haki na kukomesha utekaji kwenye nchi hii, utanyonga watu wengi, utaua watu wengi, utatutesa sisi tunaosema. Lakini ukweli ni kwamba sauti haitanyamaza, kwa sababu kuna maumivu utaendelea kujengeka ndani ya watu na haitaisha leo wala kesho. I can assure you, utafanya vyote utakavyofanya. Hata Idi Amin alifanya, Kamuzu Banda alifanya, Mobutu Sese Seko alifanya, kila mtu alifanya, madictatorship wote walifanya. Hakuna sauti haijawahi kunyamaza. Itadumu hata kwa miaka 30, 40, 50. Natamani sana siku moja ukiitwa mbele za haki, usiende tukiwa tunakukumbuka au waliobaki duniani, kwa sababu pengine mimi nitatangulia kuliko wewe, wakakukumbuka kwa haya ambayo unafanya revenge. Hii ni revenge kabisa. Unalipisa kizazi. Watu wanakamatwa kila sehemu. Unashindwa kukemea, kusema jamani, kama kweli unasema wewe ni Mtanzania na unapenda Tanzania, kwa nini usipige stop hii swala la kukamata watu na kwenda kuumiza kwenye vyumba vya mateso? Kwa nini usizuie hii? Ukasema sisi kama taifa, kama tuliteleza sehemu, basi stop hii kitu. Hakuna kukamata kijana wote wa Kitanzania, mwacheni. Na wewe una mamlaka hiyo, kwa sababu tume wameshafanyaje? Wamesha kutangaza. Unaenda kuapishwa mitaani, watu wanakamatwa, wanaingizwa kwenye vyumba vya mateso. Watu wanateswa vibaya sana, Mheshimiwa Rais Samia. Elewa hii. Mimi nasema hivi, Mheshimiwa Rais, sisi pengine sisi tutatangulia kuliko wewe, kwa sababu sisi ndio tunasema. Na sasa hivi watu wanaosema ndio wanawawa. Wale wanaotesa na kuteka watu wanapata ulinzi mkubwa, watalindwa na wanalindwa na dola. Mimi nimesema leo, hao watu wanalindwa na dola. Haiwezekani Tanzania tunaojua, tunaijua Tanzania vizuri. Tanzania ina intelligence ya kutosha sana. Lakini dola ndio inawalinda watekaji. Leo nasema, sijawahi kusema, nimekwepa siku nyingi nikiwa naamini kwamba tunapofikisha ujumbe rais atakemea hii vitu. Ukemei, maana yake utawala wako ni wanufaika wakubwa wa utekaji. Haukemei kwa sababu utawala wako ni wanufaika wakubwa wa utekaji. Inawezekana labda ndio wanakulinda kuingia madaraka, labda ndio wanaokupa kiburi ya kutosikiliza Watanzania, labda ndio wanaokupa kiburi ya wewe kuendelea kulipisha vizazi kwenye vitu vilivyotokea. Ndugu zangu, mimi niseme jambo moja. Mheshimiwa Rais Samia, utafanya haya yote utakayofanya, lakini huwezi kusima sauti ya watu. Sana na ndani ya mioyo ya watu hasira itajengeka na kukusanyika. Bado una nafasi ya kuliponya taifa hili ukizamiria na kukusudia, na kuacha maigizo ya kusema amani bila haki. Utatoa wapi? Acheni maigizo. Sema haki, amani itazaliwa automatically. Acha maigizo, acheni kupotosha nini, straight forward. Acheni hizi vitu vya kupiga kona, asipendeze. Asanteni sana na washukuruni.